Naam, amma baada ya utangulizi huo, kwa sababu ni tambihi ambayo nimependelea kuitoa, kipengele cha leo ambacho tutakichukua kwenye upande wa zile adabu za simu na kwenye upande wa mawasiliano, ni kipengele ambacho naweza nikasema kwamba ni muhimu pia kwa munasaba wa watu kutofautiana maqamat zao, daraja zao kwenye upande wa mawasiliano. Anasema Sheikh, inzalun nasi manazilahum, kuwateremsha watu kwenye daraja zao. Ukiongea na mtu, ongea kwa munasaba wa mtu alivyo, sababu sio sawa utakavyoongea na mtoto wako ni sawa utakavyoongea na baba yako kwenye simu, si sawa, na kadhalika na haitaki uweke sawa baina ya hawa, kwa sababu baba ana ziada ya heshima anatakiwa aekewe. Ukiongea na mtu ambaye ana nafasi juu yako na ambaye yupo chini yako, tofauti kwenye simu. Ukiongea na mwanafunzi wako, ukiongea na mwalimu wako, kuna kuwa na tofauti katika simu. Hivyo hivyo pia ukiongea na jirani yako wa karibu, isiwe sawa na mtu wa mbali. Ila haina maana kwamba huyu ndio anze kumnyanyapaa, anze kumnyanyasa, haina maana hiyo. Haikusudiwi hivyo, yakusudiwa kwamba umpe kila mmoja haki yake, lakini pamoja na kwamba kuna wengine ambao wana haki iliyokuwa bora zaidi na ya ziada. Anasema Sheikh, ra'il adaba fil muhatafati hasaba maqami almutakallimi ma'aka, chunga adabu kwenye mazungumzo kwa kiasi cha nafasi ya yule anayeongea pamoja na wewe. Chunga nafasi ya hilo, na usiende kwenye upande wa kuongea na mtu kana kwamba yani haumfahamu. Maana kuna mwingine anaweza akawa shakufahamu, lakini kwa sababu tu pengine namba ngeni, kabla ya kujitambulisha kwanza akaanza kukuletea vurugu. Hebu changamka, niko nje ya muda, wewe nani? Na ashakujua. Sasa sio sawa, kwa vile ushamfahamu haina haja ya kumsumbua. Ushanifahamu? Naam, ndio nishakufahamu. Naona labda aje mwingine, sasa mbona leo umebadilisha namba mpya bwana? Hayo sawa, lakini ile kuja moja kwa moja, kuna mwingine akusudia tu akusumbue. Fulani, mbona fulani wa wapi? Ashakujua, mpaka baadaye ukitaka kupani kasema mbona kasirika bwana, ashakujua alikuwa anakusumbua tu kidogo. Sasa hii sio hali ya sawa. Kadhalika wa manzilatihi, na kiasi cha daraja yake fi sinni, katika umri. Kiona mtu ni mtu mzima, basi mpe heshima yake kama mtu mzima. Wal qadri, kadhalika na cheo. Wal qaraba, na ukaribu. Wa dhishani, na mwenye shani. Chunga watu hawa, hali zao. Kuna mwingine, na hapa pia tutatambihi sana, kuna mwingine kwa sababu tu kasoma ima dini au dunia, hana heshima na wakubwa ambao hawajasoma. Tena vitu wakubwa hovyo, namna alivyokuwa yeye hana adabu. Maana huu hana adabu ni kwa sababu tu yani umesoma, mwenzako hakusoma, basi ndio umuite mkubwa hovyo, au pengine usimpe heshima yake, kwa sababu pamoja na kwamba yeye hajasoma, elimu ambayo umeisoma wewe ima ni ya dini ama ya dunia. Pengine umefikia mwenzetu thanawi, pengine mwenzetu umefikia mutawasitwa, pengine umefikia kulia wa kwenye dini. Dunia pengine umefikia la 7 au umemaliza sekondari, au ushafikia diploma ama degree huko, au ushafika mpaka sui master, sui degree master ipi kubwa, Allahu aalam. Mfano ushafikia kote huko, mzee unaekana jirani hajafikia huko, isiwe ni sababu ya wewe kuanza kumsumbua. Kwani wakati watu wanasoma mliko wapi nyie? Kama mshanazi kwenye midamu mlipoteza, au mlimwambia msome kama mabana kwenye mitaro nyinyi? Hii sio hali ya sawa, ni kukosa adabu. Sio kwamba labda ndio muktadha wa elimu yako. Kuna mwingine anaona kwamba muktadha wa elimu yake ni yeye kuongea na waliokuwa sawa na yeye tu, waliokuwa chini hana muda nao kabisa. Sasa hii sio heshima, hii sio heshima. Naam, kadhalika la siyama al-alima al-amila, hasa msomi ambaye anafanyia kazi anachokisoma. Ukiongea naye kwenye simu, basi mpe nafasi yake, kwamba huyu ni mtu ambaye ana nafasi. Wasomi, na tukitaja wasomi pia tuleta mbihi bwana, kuna wengine eti wanazingatia watu mithili ya mimi kuwa ni wasomi. Hilo hapana.
So usomi kuna ile tu kwamba mtu anafahamu jambo akakukumbusha, lakini si katika wasomi. Mimi binafsi kuita shekhe sioni kama ni sawa, sioni kuwa ni sawa. Kuita shekhe si sawa, sio kwamba sioni, si sawa kabisa. Pengine fulani yatosha basi hivyo, lakini kuita na mashekhe tena kuanza kunyanyuana tena, hizo hapana, ni katika ghulu. Na sisemi haya kwamba labda eti kujipa unyenyekevu ndio uhalisia, kama mtu aseme ukweli hata kama ni mchungu. Hakuna kufikia daraja ya kuwa shekhe kwanza huko kwenye upande wa kuwa alim ndio kabisa, hakuna hata mafuta ya kukaribiwa. Kwa hiyo pia tukiongea pamoja na kama ni kuchunga adabu, pia tusifanye ghulu, tuwape watu haki zao pamoja na kutokuvuka mipaka na wengineo katika watu. Naam, ana Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa Aisha Allah amridhie, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba hakika Mtume sallallahu amesema, anzilun nasa manazilahum, washusheni watu katika daraja zao, waekeni watu pale kwenye daraja zao walipo. Mtu usimpeleke ambapo hajafikia au kumshusha alipokuwa yupo zaidi ya hapo, sifanye hivyo. Hadithi hii ipo kwa Imam Abu Daud, na hadithi nyingine pia ambayo pia yaonesha uzuri na mafunzo na adabu zilizopo ndani ya Uislamu. An Ubadata ibn Samit radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa minna. Mtume sallam anasema katika hadithi hii ambayo kaipokea sahaba Ubada ibn Samit, laysa minna, si katika sisi, man lam yuqir kabirana, ambaye hamuheshimu mkubwa wetu. Mtu mzima katika sisi akawa hamheshimu kwa sababu ana degree yake, ana master yake, au ana thanawi yake, au pengine tu ajua Kiarabu. Maana kuna mwingine pia namna alivyokuwa, wengine wana taabu vijana bwana, baadhi tuna taabu kiasi fulani. Yani mtu kwa sababu tu kajua Kiarabu na ajua kabisa kwamba mzee fulani hajui Kiarabu, akija hapo basi yeye si Mswahili kabisa. Naam ya Sheikh, madha taqul yani hata kutilia mbwembwe pale mpaka yule mzee pale anaweza kuona mbona kama najuta kutokusoma dini yani ampa majuto juu ya majuto. Sawa, jambo la kusoma dini la majuto, lakini pia ampa majuto zaidi ya majuto. Basi hata nikitaka kumwagiza kitu tena mwingine amchanganyia kabisa, hapo utasikia no speaking Swahili language. Now I'm saying bila Arabia achanganya Kizungu na Kiarabu. Sasa yani kutaka kumpa shida mtu mzima wa watu, ili si katika mambo ambayo ni ya heshima, kwa sababu yatakiwa mtu uongee kwa lugha ambayo mtafahamiana pasi na kumpa uzito katika adabu za maongezi. Kadhalika wayarham saghirana, na ambaye hamuonei huruma mdogo katika sisi, kwa maana mdogo wetu ambaye ni mdogo na upo chini kiumri, ambaye hamrehemu na kumuonea huruma, si katika sisi. Wayarif lialimina haqqahu, na akawa hajui kwa mwanachuoni wetu haki yake, kwa mjuzi wetu ikawa hajui haki yake. Hadithi hii ipo kwa Imam Ahmad. Sasa hapo kuna mafunzo mengi sana ambayo pia ni ya kutolewa, hata kalima ama maelezo. Kwa wakati mwingine tutaangalia munasaba mwingine kuja kuhitaji hadithi kwa munasaba wa uzuri wake na namna kulivyokuwa ndani. Kuna mafunzo ambayo endapo tutakumbushana, huenda kila mmoja akajua ampe nafasi mwenzake ambayo yuko nayo, kwenye upande wa umri, kwenye upande wa wadhifa aliyokuwa nao, kwenye upande wa haki yake huyo mtu aliyokuwa nayo juu yake. Kadhalika wa rasul amri, Sheikh anasema, na kichwa cha mambo yote al-Islam ni Uislamu. Wanasu fihi rutabun wa manazilu, na watu katika huo Uislamu wapo daraja mbali mbali na level mbali mbali. Hasaba taa au hasiba taa, kwa kiasi cha kumtii Allah. Wal maasiya, na maasiya ataka ababu hapo kwamba kuna watu ambao Waislamu lakini wanatofautiana. Kuna huyu ana haki zaidi, kwa maana huyu yeye atakuwa heshimiwe zaidi, na kuna yule ambaye yeye Muislamu lakini kidogo hayupo juu, kwa hiyo huyu utaamiliana naye kwenye kumheshimu kwa kiasi cha yeye alivyo. Wal bid'a al mughalladha wal khafifa, na uzushi uliokuwa mzito na uliokuwa hafifu. Kuna wengine Waislamu wamezusha katika dini, lakini utakuta kuna yule mwingine yeye bid'a yake ni ndogo na kuna mwingine ni kubwa. Mfano, pamoja na kwamba
bid'a ni mbaya, zote kwa ujumla ni mbaya, ila kuna wengine za kwao ni kubwa zaidi kuliko wengine. Pengine mtu bid'a yake ni kuabudia makaburi, na huyu mwingine bid'a yake ni ya dua baada ya swala. Huyu bid'a ya dua baada ya swala huyu si nzuri, lakini ina ukhafifu ukilinganisha na ya huyu anayeabudia asiyekuwa Allah kwenye bid'a yake. Sasa utakuta kwamba kuamiliana na huyu hata kwenye mawasiliano ya simu na yule tofauti kabisa. Amma al-kuffaru falahum muamalatun takhussuhum bitahiyati wa miqdari al-kalami wa ma ila dhalika. Ama makafiri wanao muamala ambao unawahusu wao kwenye kuwasalimia wao na kiasi cha mazungumzo na mengineo katika hayo wao. Lakini Waislamu pia tofautiana. Wabil jumla, na kwa ujumla kuna mambo hapa atamalizia kuyataja ambayo ni muhimu sana, yanahusu pia endapo tuwasiliana na mtu alafu tupo nyumbani, kipengele ambapo ndo anamalizia mazungumzo ambapo ni muhimu sana. Wabil jumla faltusahibika izzatul muslimi min ghairi kibriya au tamthirin au hadmi haqqin shar'iyyin mu'tabarin. Kwa ujumla anasema shekhe, usuhubiane na wewe, faltusahibika, usuhubiane na wewe utukufu wa Muislamu pasi na kibri au kuwakimbilisha watu. Au sisi tukafahamu kwamba kule kuwa mtukufu katika Uislamu ndio kuanza kuwakejeli wengine, la sio hivyo. Au kuvunja haki ya kisheria inayozingatiwa. Idha kallamaka sahibuka, atakapokuongelesha mwenzako rafiki yako, fawajadta hafawatahu aqalla min almu'tali, ukakuta ule uchangamfu wake wa mazungumzo upo chini ya mazoea, chini. Sometimes unaweza kukuta kwenye lugha ya sasa kama mtu hana mudi ya maongezi, kuongea naye lakini hana mudi au hana mori ya kuzungumza na yeye, ukikuta hivi, fala yuathiru dhalika alayka fatajfuahu, lisiathiri hilo kwako wewe ukamfanyia yeye ususuavu. Waltamis lahu fi nafsika al'udhra, na mtafutie yeye kwenye nafsi yako udhuru. Ya mwanadamu inawezekana kwamba kuna vitu vimemchanganya, ikawa afosi yawe mchangamfu na wewe lakini hawezi. Kwa kukosa uchangamfu tu mara moja isiwe ni sababu ya kwanza huyu jamaa huyu anadharau kweli, ilikuwa anaambiwa kila siku. Mtafutie udhuru, hasa mtu ambaye hujawahi kumfahamu na tabia hiyo kabisa kwamba huyu anadharau. Ikitokea siku hayuko sawa, basi jua moja kwa moja kwamba huyu mtu kuna jambo limemchanganya, kama anavyosema shekhe, fala'alla ladaihi ihtimamatin ukhra hiya ahammu, huenda akawa ana yeye mambo ambayo ni ya umuhimu mengineyo ambayo ni muhimu zaidi ya mazungumzo baina yako wewe na yeye. Huenda yapo ikawa kukupokelea simu ni katika upande wa kuheshimu tu basi, kwa sababu anamheshimu ni mpokelee simu, lakini akili yake ikawa haijaweza kubagua baina ya kuwa anaongea na wewe na baina ya kuwa kuna mambo ya muhimu zaidi ya maongezi yako baina yake yeye na wewe. Kwa huyu mpe udhuru. Na huenda ikawa au ma ghayyara mizajahu, au yapo ambayo yamemchanganya akili yake, yapo wakaddara swafu wa hayatihi, na yakawa yamechafua ule usafi na uzuri wa nini uhai wake. Kwa huyu naye pia mtafutie udhuru. Bihusni dhanni, kwa kumdhania vizuri, raaka Allah akuchunge. Wa in takawana ladaihi bilqara'ini la bilwasawis, na likiambatana hilo likajengeka. Wa in takawana ladaika, na likijengeka hilo jambo kwako wewe kwa qara'in, kwa sababu kuna vile vinavyoonyesha kwamba huyu sasa ananidharau. Sasa ikitokea kuna vinavyoonyesha kwamba huyu anakudharau, kwa qara'in la bilwasawis, si kwa wasiwasi wala kwa shaka, kuwe na vitu vya uhakika kwamba huyu mtu mimi ananidharau, hapo sawa na wa ila sio kuanza kumdhania jambo mwisho wa siku kalijengea hukumu. Annaha jafwatul li ajrika, kwamba huu ni nini, ni jafwa, ile hali ya ususuwavu, kwamba huyu jamaa anifanya ususuwavu kwa sasa. Uwe na yakini, sio shaka ambayo itapelekea moja kwa moja umfanyie kero mwenzako. Ikitokea hivyo kwamba moja kwa moja ushajua huyu mtu ananisusua au ananifanya ni wakando kwake, fakun khafifa dhilli, hebu kuwa ni mwenye kiburi kidogo, kwa maana wewe usije juu.
Ukishaona kwamba tayari hataki mawasiliano na mimi, ushabainikiwa kwa mambo mbalimbali, basi usianze kumpelekea tuhuma, maneno mabaya, kumkejeli. Raaka Allahu thania, Allah akuchunge kwa mara ya pili. Akasema pa mwanzo hapa raaka Allah, sasa hivi asema tena Allah akuchunge kwa mara ya pili. Na kuna tambihi mbili hapa ambazo ndio anamalizia kipengele ambazo nimesema ni muhimu sana. Minal adabi alla tattasila bi shakhsin wa anta fi darika fi wasatin min ikhtilati al-aswati. Katika adabu ni kutokumpigia mtu simu na hali ya kuwa upo nyumbani kwako katikati ya mchanganyiko wa sauti. Kuna wakati unaweza kukaa ikawa kuna watoto wako, kuna wengine wamekuja wanaongea pale, ikawa wewe upo katikati. Kama ukimpigia mtu simu ikawa sauti za wale zinaingia na ya kwako inaingia pia, asema Sheikh, si katika adabu. Hata kama zile zinazoingia pia ni za msingi. Ndio maana hata kama mwalimu ni mwalimu wa madrasa, kumpiga mtu muhimu wa msingi, basi kaa kando kidogo. Na hii kukaa kando hii itapelekea huyu uliyempigia pia kuona umemthamini, na pia kutokuwaingizia wanafunzi kilichokuwa nje na masomo pia hivyo, kwa sababu kinaweza kaongelewa kitu ambacho ni kwenye mawasiliano baina ya aliyekupigia na wewe, kiwa kipo nje na masomo, wanafunzi pengine ikatokea nadharia mbaya kwako wewe kwa lile ambalo umeliongea. Pengine hutaniana nao wanafunzi, akupigia simu mtu ambaye unataniana naye, ukimtania pale ukaongea jambo la utani ambalo kawaida wanafunzi wajue kukusikia, unasemaje hivi. Kwa hiyo ni vizuri pia ukajitenga, kwa sio sawa. Kadhalika anasema Sheikh, wa dhajiji al-auladi, na vurugu la watoto. Sio sawa kumpigia mtu ikawa katikati ya vurugu la watoto au sauti zilizochanganyika. Fa alayka bitasawuni, ni juu yako wewe kujihifadhi, kujichunga. Wa hifdhil aurati, na kuhifadhi aibu. Kuna baadhi ya mambo ambayo ni ya aibu asiasikie kwako. Na sasa pengine yatokea baadhi ya siku umegombana na ahli yako, hapo hapo ampigia mtu simu, apiga simu huku yeye arafu mkeo, na baba fulani upo hivi. Sasa kumpigia simu wakati huu, kwa sababu itakuwa umemuenezea mkeo aibu, kadhalika naye pia umejienezea aibu. Hata kama ana kukosea wakati huu kwa kukutajia kasoro zako akakusema, lakini kuna upande wa kukumbuka wema aliyokutendea. Kosa la mtu alilokutendea kwenye muamala kibinadamu lisipelekee kuvunja mema yake ya nyuma aliyotanguliza. Kwa hapo ukipiga simu yeye ikawa anasema tena, ikawa pengine atukana, kuna wengine akikasirika anasema wasili hana sali ya mtume, aongea tu, aenda tu. Sasa wakati kama huu, hebu jitenge. Ukija msikitini Ibn Baz kumefungwa, hebu mpigie mwenye ufunguo wa kufungulie, ukae utulie kwanza. Au kama kuna mawasiliano unaweza ukaongea, lakini japo msikitini au nje hapo, tena ikawa kaa haupo na ugomvi kabisa. Sababu katika mambo ambayo ni mazuri na ambayo Allah ameturuzuku wanaume ni kuweza kuvumilia kukubwa kuliko wanawake kabisa. Yaani jambo ambalo anaweza kufanyia adhaaf, wewe unalivumilia. Pengine yeye ukimtajia mfano lile jambo tu, tayari aomba talaka. Hasa kuna kuchunga heshima, kadhalika na kuhifadhi aibu, sababu hakuna mwanamke ambaye hutomkuta na sifa kama hizi, hayupo. Tabu, usumbufu. Bali kuna baadhi ya ikhwa wamesoma dini, walishafikia, ana umri zaidi ya mimi. Anasema wakati kuna siku watu wanasoma hadithi ya Mtume sallam alipokuja kuelezea kama wanawake ni wapungufu wa dini na akili, ile wanamuendesha mwanaume pamoja na upungufu wa dini yao na akili yao. Sababu kwenye upungufu wa dini na akili hapa asema, mimi nimeshaoa tayari na familia, lakini namna nikishuhudia anavyokasirika mama kwenye baadhi ya mambo kumkasirikia baba, naona kweli ndio ule upungufu wa akili na dini. Aisha ni huwa ashaoa tayari, anasema namna nikimtazama namna mama anavyokasirika kwenye mama msia msingi, mpaka niile kumheshimu. Kama ni mtu mwingine ningesema hana akili. Akishatoka hasira, ni mtu msarabu. Lakini ule wakati wa kuja
ile sifa ya kuwa huyu mwanamke, nasema mpaka maana kabisa ndio ule upungufu wa dini na akili upo. Sasa hii hali inatokea. Kwa hiyo anatakiwa mwanaume kwa uvumilivu alioruzukiwa awe na hali ya kuhifadhi aibu wa idhhar almakrumat, na kudhihirisha vile vitu vitukufu, kama kudhihirisha mambo ambayo yataonesha kwamba mkeo yupo vizuri kwenye kukusimamia na mengineyo, au pengine wapiga simu kuna sauti ya darasa kwenye simu yako umeplay kwenye redio, yani kudhihirisha vitu vizuri. Tena hivyo sio iwe sauti kubwa ambayo pengine pia utamuudhi ambaye anakusikiliza kupitia darasa hiyo. Pengine kuna sauti ya darasa hivi au mawaidha au muhadhara wa shekhi fulani umeweka nyumbani, akikupigia mtu kama anasikia shekhi fulani anaongea huko, kuna mawadha alikuwa anasikiliza mambo ya makrumat, mambo matukufu na mambo mazuri. Sio apiga mtu simu huku tayari umeshuka matai, ngoja kidogo nitakupigia na kusakufa leo. Haya mambo haya yanadhihirisha aibu. Au pengine watu wanapigana wao kama wao, kuna nini huko? Wanapigana bwana nini? Kuna mmoja bwana kamwibia mwenzake nyama. Sasa haya masala ya aibu usidhihirishi, sio vizuri. Wala tahmiluka alulfatu ala tabadhul, na kusikupeleke wewe ule kuwa na ukaribu na ule umoja na huyo mtu kufungamana naye kufikia kuacha kujihifadhi na haya atabadhul. Kuna mtu kama umezoeana naye, sifikia hatua kwamba ukaacha haya na kujihifadhi kwa sababu tu umezoeana naye, sifikie hiyo, kwa sababu heshima iko pale pale na kujichunga kuko pale pale. Na jambo jingine ambalo ndio la pili la mwisho, wala tahmiluka alulfatu aidan, na usikupelekee wewe ile ulfa, ile hali ya kuwa na umoja na huyo mtu aliyekupigia na ukaribu na yeye, wa matanatu suhba, na umadhubuti wa ule uswahiba baina yako wewe na yeye, ala alqahqahati walisfafi watabadhul, kucheka cheka na kujiangusha chini na kuacha kunini, kujihifadhi. Tulisoma jana kwenye fiqhi adhahiku bisauti wa huwa alqahqaha, tulisoma jana. Kwa hiyo kucheka kwa sauti, ikawa mtu akipigiwa simu kwa sababu tu mtu kazoeana naye, basi atacheka hapo pasi na kiwango cha heshima, na atajidogesha na kujidondosha chini na ataacha heshima. Akasema na kumalizia na tambihi, fa innahu yajurruka ila istimraihi, kwa sababu hili jambo litakupelekea wewe kuzoea hiyo tabia hata kama ni mbaya. Ma'al akharin, pamoja na watu wengine, itakufanya uzoee hii tabia na uione ya kawaida kwa watu wengine pia kwa ujumla. Fayasiru tab'an laka tu'rafu bihi, ikawa sasa ni tabia ambayo inajulikana kwayo. Ukimpigia simu fulani atakavyocheka, ukimpigia simu fulani atakavyotukana matusi, kwa sababu umeizoea na kuiona kawaida. Kwa yote haya ni mambo ambayo yanatakiwa tutahadhari nao wakati wa maongezi, na ndio mwisho wa majlisi yetu. Ingawa imerefuka majlisi ya leo kwa munasaba wa ile tambihi ambayo tumeitoa mwanzo, lakini hatukukusudia kurefusha, kama ambavyo itakuwa katika majlisi ya kesho kama hakutotokea urefu insha Allah. Naktafi bihadha, subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu a'lam wa a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.